huko, amepiga kambi huko, atueleze kwa kina zaidi ni jinsi mambo yalivyo kwa sasa. Apollo Kamau, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufafanulie mengi ambayo yanajiri maeneo hayo. Na Kirobi, tumekita kambi katika mtaa wa Kaloleni hapa katika jiji la Kisumu, ambalo ndilo lilikuwa makao ama nyumbani kwake Raila Odinga miaka ya 1947. Hii nyumba ambayo iko nyuma yangu ndio walikuwa wanaishi wakati babake Jaramogi alipoacha ualimu na kuingia siasa, akawaleta katika nyumba hili wakaweza kuishi hapa. Kumbuka kwamba ilikuwa miaka ya zamani, kwa hivyo mtaa huu haukuwa katika hali hii. Huu ulikuwa mtaa wa vigogo wa kisiasa enzi zile. Na kabla hatujaingia ndani sana, wacha tuzungumze tu na baadhi ya wakazi wa hapa, tukianza na mama mmoja hapa ambaye alikuwa ama kwa sasa anaishi katika nyumba hii. Atueleze tu hisia zake kuhusu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na jinsi familia yake ilikuwa inaishi hivi hapa na baadaye yeye kuweza kuishi hapa. Mama, karibu sana. Karibu junge nasi. Nikaribie mama, uzungumze na TV47 na watazamaji wetu. Tafadhali tukianza kwa majina yako, tueleze wewe ni nani, unaufahamu upi kuhusu hii nyumba, uliingia lini, na pia unamkumbuka kiongozi wa eneo hili Raila Amolo Odinga kivipi? Kwa majina naitwa Rose Kerubo, mkaaji wa Kisumu. Nimekaa kwa hii nyumba ya wakina Raila kuanzia 2006, lakini nimekaa kutoka hapa 1 Kaloleni hapa karibu miaka 28. Nikikuwa hapa Kaloleni nimesikia habari ya kwamba Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anaishi kwa hii nyumba yenye ninaishi saa hii. Yeye, mke wake pamoja na watoto wake Raila Odinga, Noburu Odinga na wengineo. Na nimekaa kwa hii nyumba, ni nyumba ya baraka. Kenya naweza sema ni nyumba ya baraka. Hata wenye wamekuwa wakiishi kwa hii nyumba awani, nikifuatilia historia yao, wamefanikiwa, maisha yao iko mbeleni, hata watoto wao wamefanikiwa. Hata nami ninaomba hiyo baraka basi kumiminia juu yangu. Ja huzuni, juzi nimesikia mzee amelala. Mimi nimekuwa mwanasiasa wa kufuatilia siasa ya Raila sana. Hata nyakati Raila alikuwa na kula zingine alianguka, nilichanga pesa yangu shilingi 370 ya kwamba baba aweze kurudia kesi na akaweze kuwa president, lakini haikuwezekana. Na kutoka hapo mimi nimepika kura miaka 25 na kura yangu yote penye baba anaelekea hapo ndio nilikuwa naelekea. Lakini saa hii nimepaki upweke. Sijui Kenya naweza kuambia Wakenya. Ninawaambia Wakenya na bedroom yenye ninalala ndio Oginga alikuwa analala. Sitting room yenye Raila alikuwa anakulia ndio ninakulia pamoja na watoto wangu. Kwa hivyo ninaona ni baraka kwangu na ni busara sana. Nilikuwa natamani akuje aishi aingie ndani kama mimi bado niko, lakini haikuwezekana kisiasa apase kukuja kiolela. Lakini alikuwa ametoa hati ya kwamba atakuja very soon. Na Mungu amemchukua kabla hajafanya nini, hajarudi nimuone ama nimkaribishe ndani ya nyumba yangu. Ninasema Wakenya wote pole, wana Kaloleni pole wa kupoteza kijana yenu, na nina imani ya kwamba Mungu atafariji Wakenya na Mungu atatufariji. Zaidi ya yote Kenya naweza kuongelelea, Kenya hapa tumebaki kama mayatima. Sana sana wale wenye tulikuwa nyuma ya baba. Tunahitaji kiongozi mwenye atatushika mkono, kiongozi mwenye ataleta amani jinsi vile Raila alikuwa na amani, kiongozi mwenye atajiona yeye mwenyewe, atatuona sisi wote wanyonge. Na Kenya ni nchi ya watu wengi, si nchi ya mtu mmoja. Tunaomba, zaidi ya yote ninaomba serikali ilipo saa hii iwache kuua vijana yetu nyakati ya maombolezi ya Raila. Maana Raila
alikuwa mtu ya watu, alikuwa baba ya watoto. Hawa ni wachukuu yake wanamulia. Mkimaliza wachukuu, ni nani atasimama kesho? Na ninaomba ya kwamba hata wizara ya afya pia mpase kuangalia zaidi, mfanye uchunguzi wa kutosha ili mkaweze kutupatia afya njema wa Kenya. Hiyo ndio ombi yangu kama mkaaji mwenye naishi kwa nyumba wa kina Raila. Asanti kwa sababu ya Wakenya na wakaaji wa Kaloleni. Mama, kabla nikuachilie, manake umekuwa hapa kwa muda kuanzia mwaka 2026. Sijui kama Raila amewahi kutembelea hapa, manake kuna taarifa kwamba amewahi kutembelea hapa mwaka 2009. Alikuja, lakini hiyo nyakati nilikuwa na hizi nyumba ingine pale chini, na alikuja akaingia kwa hii nyumba na akapatia mama mwenye alikuwa na hiyo nyumba fedha, akapatia watoto pesa yenye wanakulia bajia. Akasema alikuwa anachezea hii kiwanja, ndiye ilikuwa kiwanja yake ya mpira. Na historia yake ninasikia alikuwa anasoma Nyinyoni Primary School. Asante sana mama kwa maoni yako. Pengine tuendelee tu kusikia maoni. Kuna mzee hapa. Asante mama. Wacha sasa tumkaribishe mzee ambaye amekuwa hapa kwa muda. Mzee, karibu. Aweze kutueleza tu ukumbusho wake kuhusu maisha ya hapo mbeleni wakati familia ya Odinga iliweza kufika hapa Kaloleni na kuishi hapa. Mzee, tafadhali tueleze majina yako na sijui uko na hisia vipi kuhusu historia ya hii nyumba na hii eneo la Kaloleni. Mimi naitwa Mohamed Nyambuto Mwita. Mimi ni mzaliwa wa Kaloleni. Nilizaliwa hapa 1969. Nilizaliwa 1969. Huyo alikuwa jirani yangu. Unaona. Na tulimpenda hata zamani kucheza mpira. Tulikuwa tunashirikiana na yeye zamani ile wakati yetu. Na tulimpenda, alikuwa anasoma Union. Yeye alikuwa ni mzee ambaye alikuwa na watu. Hata kulikuwa na wagonjwa wengine pia, mama wengine wakikufa alikuwa anatembea hapa, anawatembelea kuwajulia hali. Na pia tunashangaa kwa leo ametuacha. Na tuna huzuni, ni jirani yetu. Mimi nimezaliwa kwa nyumba ya Ramadhani Cinema. Mimi ni jirani yake tangia zamani miaka yote. Na haya yote mimi nimesema tu ni pole, kama Mungu amemchukua amweke peponi. Amen. Sijui pengine maisha ya hapo mbeleni, Raila alikuwa mtu wa aina gani na babake mlikuwa na uhusiano wa kivipi katika huu mtaa? Yeye alikuwa mtu mshujaa, ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kujituma, ni mtu ambaye alikuwa mtu mwenye siasa, alikuwa anatemegea nchi kung'ang'ania hali ya watu, unaona. Hata wale wanyonge, hata wale ambao sio wanyonge, alikuwa anawashughulikia wote. Na hivyo ndio vile Mungu amemchukua bwana. Sisi hatuna vile tunaweza tukasema. Ile tunamwombea tu Mungu amweke peponi. Asante sana mzee kwa maoni yako. Ni maoni tu ya wakazi wa hapa mtaa wa Kaloleni. Kumbuka kwamba eneo la Kisumu ni ngome yake ya kisiasa mwenda zake Raila Odinga, na hii leo kuna mengi ambayo yafanyika katika mtaa huu. Manake wakazi wa hapa, wafuasi wake wanasubiri kwa hamu na gamu mwili wake utakapowasili hapa hapo siku ya kesho kuweza kutoa tu risala zao za mwisho, kumwaga kwa heri. Manake baada ya leo Nairobi, sasa shughuli zote na mipangilio yote ya mazishi inaelekea upande huu. Hapo kesho mwili wake utaletwa hapa, wananchi wawe na wakati wa kuweza kutoa heshima zao za mwisho. Halafu baadaye mwili utaelekea hadi Siaya ambapo utalala kabla ya maziko siku ya Jumapili. Kwa hivyo hapa Kisumu kuna matarajio mengi na kuna mengi ambayo yanafanyika. Tukianzia upande wa usalama, polisi wamejitolea kuhakikisha kwamba kuna utulivu. Tumesikia semi za wanasiasa, tukianzia na gavana wa jiji la Kisumu ama kaunti ya Kisumu Anyang' Nyong'o, kamishna wa kaunti ya Kisumu, wakitoa wito kwa wakazi wa hapa waweze kuwa watulivu kama ishara ya heshima kwa Odinga ambaye alipigania haki za Wakenya, ambaye vile alikuwa ni kama baba wa kidemokrasia. Anajulikana kwa majina mengi, na kabla hatujaelekea wacha tusikie tu vijana hapa, manake wao ndio wengi huu mtaa wamelala
katika jiji wakiwasha mishumaa kama ishara ya heshima kwa Odinga na kumuomboleza. Tuungane na kijana mmoja hapa. Karibu sana, uungane nasi. Tueleze majina yako na utuambie unamkumbuka vipi Odinga. I'm Dennis Musungu. Nashukuru sana kwa siku ya leo kututembelea hapa. Kwa sababu Mungu akichagua amechagua, sisi hatuwezi rudi nyuma. Lakini baba ni simba amelala, na sisi kama vijana tunamunga mkono bado tunazidi kushimama na yeye. Vile yako hapa ndio kwake, mimi kwake ni kama mimi mjukuu, si mimi kuseme ni mtoto wake. Mimi kwake ni kama mjukuu. Lakini chenye mimi naomba, mzee alikuwa anatutetea kitambulisho, tulikuwa tunapata kiurahisi. Tulikuwa tunapata shule zingine kwa government rahisi, lakini tunaangalia na uduni tuko nayo ni vigumu, na atatusaidia. Tunaweka Mungu mbele, plus kiongozi mwetu nayo sahihi azidi kudushimamia. Zaidi ya hiyo, wanafunzi pia bashimamiwe, wagonjwa pia bashimamiwe, sisi tuzidi kuwa salama. Hakuna jambo zaidi ya hiyo naweza ongea, kwa sababu mimi bado nyumba ya mzee bado mimi nitalinda. Mimi nitashimama imara kama vile baba alikuwa ameshimama. Siogopi. Naheshimu kila mtu, kwa sababu mimi na Mungu tuko pamoja na hatuwezi pinga Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kwa maoni yako mama. Naona umekaribia hapa. Tukimalizia tuelezee maoni yako na unakumbuka yapi kuhusu mwenda zake Raila Odinga na familia yake. Kitu yenye nakumbuka Raila Odinga, mimi naitwa Alice Wangeshi, Mkikuyu, nimezaliwa Kaloleni, nimekulea Kaloleni, na hapa ndo kulikuwa kwa kina Odinga na tumekuwa pamoja, lakini yeye ni mkubwa yetu, sisi ni watoto. Lakini tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa anatutembelea siku moja tukipata matanga, na tena saizi tunamshukuru. Hata kama Mwenyezi Mungu amemchukua, hiyo ni imani ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunaomba asitusahau majamii zake, watukumbuke. Juu saizi tunahangaika kwa watoto shuleni nini, atuoni mapendeleo yote. Na vile ameenda na yani alikuwa anatupatia mapendeleo, tunaona wenye wako watupatie ujukumu, watusaidie. Hapo ndio nimesema yangu ya mwisho. Naitwa Alice Wangeshi. Asante sana mama. Kidogo tu tukimalizia, manake kwa sababu ya muda, karibia tu utueleze tunaposubiri mwili wa mwenda zake Raila Odinga kufika hapa siku ya kesho muweze kuutazama, sijui unamkumbuka kivipi? Basi ndugu yetu Raila Amolo Odinga ni baba yetu mkubwa sana huku Ujaluoni, huku Kisumu, na si baba yetu sisi peke yetu, ni baba wananchi wote katika nchi ya Kenya na nchi zingine huko kando. Lakini siku ya leo hivi sisi hatuna furaha hata kidogo kwa yale yaliyotokea tangu jana, hiyo juzi, jana, leo mpaka milele na milele. Hatuna amani kabisa, kwa sababu hii jambo ni jambo ambayo tulianza kuona kitambo katika hizo maserikali zilizopita za Kenyatta, serikali ya Moi, serikali ya Kibaki. Mzee Raila amekuwa akiepa hizi shida ndogo za kupigwa na kifo kila wakati, lakini wakati huu hao watu wamefaulu kudengua yeye, na hiyo hatuogopi kusema. Hiyo ndio hali vile itakuwa, na wenye wamefanya hayo mambo yote sisi tunawashukuru tu, hatuna hali yoyote ya kupinga. Tuko nao katika hiyo serikali, lakini hatuwezi kusema ya kwamba kuingia kwa serikali inatuletea mazuri yoyote. Kuingia kwa serikali ni kuleta tu balaa kabisa, kwa sababu watu ambao wako karibu na serikali ni watu wanadengulewa na wanaenda hivyo. Kwa hivyo sisi tunashukuru wenye wamefanya hivyo. Hata ikiwa ni hivyo, sisi tunasema asante ni kwa Mwenyezi Mungu, na hali itakuwa ni hivyo tu. Asante sana kwa maoni. Ni maoni ambayo yanaendelea kutolewa hapa, na kutokana na semi zao kuna swala ambalo linaibuka, swala la ni nani atajaza pengo la uongozi, sio hapa tu Kisumu, bali pia eneo nzima la Nyanza na kote nchini. Manake Odinga alifahamika kama kiongozi wa upinzani, kiongozi jasiri aliyepigania demokrasia, haki za walalahoi. Kwa hivyo kuna hayo masuala ambayo kuanzia siku ya Jumapili kuendelea mbele
watu wanaulizana hapa, na ukienda kila mahali hapa Kisumu kuna hayo maswali ama kuna hilo swali. Wakazi wa hapa wanauliza, je, nani atajaza pengo lake? Je, nani atatoshea kwa viatu za mwenda zake Raila Odinga? Naona mzee mwingine hapa pia ameweza kuwasili. Mzee, karibu sana, uzungumze nasi hapa TV47. Utueleze majina yako, na sijui ulizaliwa hapa, una ufahamu wa hii familia na unawakumbuka kivipi na mwenda zake pia Mheshimiwa Raila Odinga? Kwa majina naitwa Athmani Ali, jina maarufu Baba Dula. Mwenda zake alikuwa akikaa hapa. Pale ukiangalia pale kuna jiwe, alikuwa akikaa hapo akishika redio ndogo hivi. Hakuna wakati atakosa kusikiza news. Mwenda zake alikuwa mtu maarufu area hii. Alikuwa mpenda watu. Alikuwa anachanganyika na kila tabaka ya kila aina ya watu. Mwenda zake hakuchagua wala hakubagua mtu. Na tutahuzunika sana kwa kumpoteza. Manake ameifanyia Kenya mambo mengi. Ameifanyia nchi yetu hii mambo mengi. Ametuongoza kwa mambo mengi, tukikumbuka kuleta katiba, kubadilisha katiba, kuleta katiba ya saizi, mambo mengi sana. Na hasa kabisa wakati ambapo amedhulumika katika kura, mwenda zake alikuwa ni mwepesi wa kukubali bora Kenya iendelee. Sio kung'ang'ania kiti ambapo ilikuwa kuna wakati hapa vijana wetu walikufa wengi sana, lakini mwenda zake akaingia katikati akazuia. Tutasikitika, tumempoteza mtu wa maana, na sio Kenya tu, Afrika as a whole. Tumuombeeni Mungu. Rest in peace baba. Rest in peace. Ni hayo tu, asante. Asante sana mzee. Ndiyo hayo maoni na ndiyo taswira kamili katika mtaa huu wa Kaloleni, ambapo wamekuwa kitoa risala zao za rambirambi kuweza tu kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mwili wake kutua hapa katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo hapo kesho, ili kuweza kusema kwa heri kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa sasa na kurejesha studio. Asante sana Apol Kamau, ukiwa katika kaunti ya Kisumu, mtaa wa Kaloleni, kwa kusemezana na baadhi wakazi na ambao walikuwa na ukaribu sana na hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Asante sana Apol Kamau, tutarejea kwako mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha turejee hapa katika jiji kuu la Nairobi, na ambapo mtazamaji nitakuwa na kupeleka hadi katika uga wa Nyayo, na ambapo shughuli ya kuona mwili wa hayati Raila Odinga unaendelea. Hebu tuvuke hadi huko tu